Simba inaendelea kuonyesha ubabe wake kwenye usajili wa ligi kuu bara kimya kimya ili kuhakikisha inapunguza presha wakati dirisha la usajili litakapofunguliwa. Simba imeandaa mkakati mpya wa usajili kwa ajili ya msimu ujao, ambapo uongozi wa timu hiyo unataka kuhakikisha unamaliza usajili wake mapema, ikiamini kuwa kufanya hivyo kutawafanya wazizidi ujanja timu nyingine ambazo zitakuwa zinataka mastaa hao. Taarifa ambazo zipo kwa sasa ni kwamba timu hiyo imeshamalizana na kiungo mzawa Kelvin Nation kutoka kwenye kikosi cha Pamba Jiji ambacho alikuwa akikichezea kwa mkopo akitokea Singida Black Stars, ambayo anamalizana nayo mkataba mwishoni mwa msimu huu. Uongozi wa timu hiyo umesema kuwa umekuwa na wakati mgumu kila inapowania mchezaji na klabu nyingine hapa nchini wakati dirisha linapofunguliwa, hivyo kwa sasa hawataki kukutana tena na hali hiyo. Nikimnukuu kiongozi mmoja amesema, tuna nafasi chache sana za kujaza baada ya kuwaongezea mikataba wachezaji wetu akiwepo Rushin Derioku na Yusufu Kagoma. Tulianza kazi ya kuingiza sura mpya ambapo mpaka sasa tumesajili mchezaji mmoja tu ambaye ni Kelvin Nation, lakini tunataka kuhakikisha kuwa kabla dirisha halijafunguliwa tayari tu tumekamilisha usajili wetu kwa kuwa tayari majina yapo. Mwisho kunukuu. Chanzo hicho kilisema kuwa uongozi wao unataka hadi fainali za kombe la dunia zitakapoanza basi wao wameshamalizana na suala la usajili na kazi iwe ni kuweka ratiba yao vizuri kuelekea maandalizi ya msimu mpya 2026-27. Nikiendelea kumnukuu amesema, hatuna mpango wowote wa kusajili mchezaji kutoka kwenye fainali za kombe la dunia, ingekuwa AFCON au CHAN sawa, lakini huku wala hatufikiri hivyo. Tunataka kumaliza kazi ya usajili mapema kwa kuwa tunataka pia timu iingie kambini mapema. Mwisho kunukuu. Chanzo hicho kimesema kuwa Simba inataka kusajili mshambuliaji mmoja tu kutoka nje, lakini itamrudisha kiungo wao Saleh Karabaka ambaye anacheza JKT Tanzania kwa mkopo, huku ikiendelea kufanya tathmini kwa upande wa kipao namba 1 Jibril Kasali ambaye alipewa mkataba mfupi na timu hiyo na bado hajaongezewa, huku Musa Kamara licha ya kuwa yupo nje ya kikosi hicho lakini anahudumiwa na timu hiyo kwa kila kitu kiwemo malazi, chakula na posho za mechi hadi mwishoni mwa msimu huu ambapo mkataba wake utamalizika. Nikiendelea kunukuu chanzo hicho kinasema, Kamara bado anahudumiwa na timu, kila kitu anafanywa na timu, hivyo naona kama ni mtego kwa Kasale kwa kuwa kwenye vikao kama vile bado uongozi unaona kama Kamara akiwa fit anaweza kuwa bora kuliko yeye, lakini ni suala la muda kwa kuwa mwishoni mwa msimu anamaliza mkataba na inawezekana ameshaanza mazungumzo sehemu nyingine. Mchezaji mwingine ambaye yupo na hajaondolewa kwenye kikosi bado ni mali ya Simba ni Mohamed Bajaber. Mwisho wa msimu atarudi na sasa mwalimu ndiye atakayeamua kama aondoke moja kwa moja au akatwe nani yeye aingie. Mwisho kunukuu. Hata hivyo inaelezwa kuwa mwishoni mwa msimu Simba inaweza kuachana na wachezaji watatu wa kigeni ambapo mmoja amekuwa akipata nafasi mara kwa mara na wengine wawili hawana nafasi ya kudumu kwenye kikosi hicho. Wachezaji wa kigeni waliopo Simba ni Kasal, Deriok, Ismail Ture, Alassane Kante, Nabi Kamara, Eli Mpanzu, Libasegeye, Klatus Chama, Jonathan Soa, Aniseti Aura, Bajaber na Nio Maema. Imeandikwa na Olipa Asa na kusoma kwako na Hamza Seifu.